Bwana asifiwe. Ijumaa hii, kwanza nikutakie Ijumaa iliyo njema. Niukumbushe hili. Katika kupambana na wapinzani na maadui, leo mada yetu ndio tunaimaliza hivi. Unapokuwa ukipambana, tembea na hiki. Omba ufunuo wa kweli wa neno la Bwana. Omba ufunuo wa kweli wa neno la Bwana. Kuna saa huyu Yesu aliwaambia wanafunzi aliwaambia hawa watu, mnakosea kwa sababu hamjui maandiko. Omba ufunuo wa neno la Bwana. Ndiyo njia ya mwisho hii. Itakusaidia wewe kupigana na maadui zako hao. Itakusaidia kupambana na upinzani ule. Popote pale ambapo leo unapita, kwenye uchumi unapita, kwenye kilimo unapita, kwenye mahusiano unapita, kwenye ugonjwa unapita, omba ufunuo wa neno la Bwana, utakuwa salama. Sikiliza. Yesu alifanya hicho. Na Yesu aliwaambia ukweli. Amjui. Ukweli usemwe. Kama hawajui. Na ndio maana Yesu hawa maadui, dakika zingine alitumia sentensi hii, wasamehe kwa sababu hawajui. Omba ufunuo wa neno la Bwana. Sikiliza kwa ufupi. Baada ya hapo, muombe Mungu akufungue macho yako, uone uhalisia wa pambano hilo, uone uhalisia wa upinzani huo, uone uhalisia wa uadui huo. Baada ya hapo pia, nipe kiu ya neno. Mwambie Bwana akupatie kiu ya neno katika maisha yako. Nisaidie niliishi neno lako katika maisha yangu. Baada ya hapo, katika upinzani wowote ule duniani, ushindi utaupata kwa jina la Yesu. Amina. Bwana akubariki. Karibu Ijumaa ijayo. Karibu pia wiki inayokuja kwa ajili ya masomo ambayo tutaendelea nayo kubarikiwa katika mwendelezo wa kipindi hiki cha Nguvu ya Maombi. Mungu awatunze, Mungu akuangazie nuru ya uso wake, Mungu akubariki sana kwa kuwa mfuatiliaji wa vipindi hivi. Hakika Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amina.